Mwanamke popote ulipo, kuwa mbali na shirki, kuwa mbali na kumshirikisha Allah. Leo tumekuwa katika hali ambayo kwamba utapata mwanamke masha Allah amejifinika masha Allah, lakini ndani yake mara nyingi wana ushirikina ndani. Wana ushirikina ambao kwamba ni makosa. Utapata huyu anakuambia mimi mume wangu kunipenda paka ni mroge mume wangu. Huyu ananifanya haamini kwa amempata tu yeye ni haamini, yeye hawezi kuamini kitu direct kwa Allah, yeye paka atumie mambo yake ya kichini chini. Tena wengi ukikutana naambia mambo ya mababu bana. Mwanamke hufai kuwa namna hiyo, kwa sababu shiriki katika madhambi makubwa. Je, utajuaje hii ni shiriki? Ni baada ya kutambua Allah. Je, utakuwa vipi mbali na shiriki? Baada ya kumtambua Allah. Na wengi wamefeli, wameingia katika shiriki baada ya kukosa tauhidi, pamoja kuwa ni Waislamu. Je, unajua kuna wanawake Waislamu lakini hata kiswali haamini ile swala mpaka afanye mambo ya kwao. Na anakuambia mambo ya wirathi haya. Je, ni mambo ya wiratha yako katika dini ya sawa? Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam anasema hakuna taa kwa kiumbe yoyote, hata kama ana nguvu kiasi gani, katika kumwasi Allah ukamtii. Hata kama ni babako, hata kama ni mamako, hata kama ni nani, maadamu atakuamrisha katika kumwasi Allah, hapo tunaamrishwa kuwaasi. Usiseme haya mambo mababu walituachia, haya mambo ni kadha. Maadamu ni shiriki, na katika shiriki ni akbarul kabair, epukana nayo na uachane nayo kama mwanamke wa Kiislamu.